watu wamekulilia tangu tu umeingia ofisi hivi. Ni cries every day hadi saa hii. Ningependa kupea watu wako jobs sijui wapi nini wengine wakifinywa, wewe unapea watu bana job Saudi Arabia sijui waende kupanguza nini, kuchunguosha watu wazee huko sijui nini. Kila mtu bana pewa opportunity hapa Kenya. Wacha umefuta cabinet alafu unaanza tena kurecycle watu. We are not stupid. Kama hatusikizi bwana. Tunasema aje, kwa nini hujashika huyu mtu mwenye amekuwa kituo? Kwa nini? Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Vijana wa Gen Z ambao ndio watapiga kura kwa wingi pale mwaka wa 2027 tayari wameanza kujiandaa vile ambavyo watabadilisha uongozi katika hii nchi yetu ya Kenya na kuchagua viongozi ambao watakuja kujali maslahi ya wananchi, viongozi ambao watakuja kuwafanyia wananchi kazi, viongozi ambao hawataenda pale ndani ya serikali na kusahau ni kwamba ni hawa wananchi ndio waliwawezesha wao kuingia kwenye uongozini. Hii serikali ya William Samoei Ruto inatumika kama mfano wa serikali ambayo ni mbaya imewahi kutokea katika historia ya kisiasa hapa nchini Kenya. Hii serikali ya William Samoei Ruto ndio imepingwa kwa pakubwa na vijana wa Gen Z. Mara kwa mara wamekuwa wakiingia kwenye maandamano kupinga mambo ambayo yanapendekezwa kufanywa na serikali ya Kenya Kwanza. Kuanzia pale mwaka wa 2024 mwezi wa 6, ati vijana wa Gen Z walikuwa wanaupinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024-2025, William Samoei Ruto aliingiwa na wasiwasi kiwango ya kwamba aliamua kufanya kazi na upinzani, aliamua kufanya kazi na Raila Amolo Odinga. Lakini katika hii broad-based government watazamaji wangu, sio eti ni ya kumnufaisha huyu mwananchi wa kawaida, Mkenya wa kawaida, bali ni kwa manufaa ya Raila Amolo Odinga na wale wengine ambao walionekana kuwa tishio kwa serikali ya William Samoei Ruto. Na ndio unaona sasa hivi Raila Amolo Odinga hajakuwa akipanga njama yoyote kupinga serikali ya Kenya Kwanza. Anazungumza tu kwa maneno, lakini kwa matendo hakuna hatua yoyote ambayo anaifanya. Na sasa Wakenya vijana wa Gen Z wamebaki peke yao waweze kujitetea. Wakenya sasa hivi tunaweza kusema ya kwamba wao ndio opposition. Wao ndio wanapasa sauti zao na kukosoa serikali ya Kenya Kwanza. Saa zingine kama vile ambavyo nimekuelezea, wanalazimika kuingia maandamano kama wanapinga ubomoaji wa maeneo ambayo wanaishi, wanapinga unyakuzi wa ardhi, wanapinga mipango ya serikali ya William Samoei Ruto. Ni lazima waingie kwenye maandamano. Na huu mwaka wa 2025 watazamaji wangu, tunatarajia finance bill nyingine pale mwezi wa 6. Na hii finance bill sasa ndio itakuwa muamuzi tena kama William Samoei Ruto atarudia ile makosa ya 2024 ama atakuwa amejifunza kitu. Kwa sababu ingekuwa ni vizuri William Samoei Ruto asikize sauti za wananchi, asijaribu kuleta taxes zaidi katika hii finance bill ambayo inakuja. Kwa sababu kwa kufanya hivyo huenda Wakenya wakaamua tena kuingia kwenye maandamano. Na haya maandamano ya huu mwaka watazamaji wangu ujue huenda yakawa makubwa zaidi kuliko maandamano ambayo tuliyashuhudia pale mwaka wa 2024. Kwa sababu Wakenya wanaendelea kuchoka na hii serikali ya Kenya Kwanza. Hawaoni matunda yoyote kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto kama vile ambavyo alikuwa amewapromise wananchi. Hata William Samoei Ruto mwenyewe anajua sasa hivi uongozi wake upo taabani. Vijana wa Gen Z na kama vile ambavyo nimekueleza ndio wengi ambao watakuwa wanaingia kwenye kura pale mwaka wa 2027. Na maamuzi yao ni kwamba hawamtaki William Samoei Ruto. William Samoei Ruto amewasahau. William Samoei Ruto hajawatafutia kazi. William Samoei Ruto hataki kupunguza gharama ya maisha. Ukiangalia mahali ambapo William Samoei Ruto alipata gharama ya maisha pale mwaka wa 2022 ni tofauti na vile ambavyo ilivyo sasa hivi. Wakenya wanalalamika high taxation. Wakenya wanalalamika gharama ya juu ya maisha. Na hakuna dalili kama ifikapo pale mwaka wa 2027 hali itakuwa ni tofauti, lakini hayo ni mambo yajayo na hacha tusubiri tuone vile ambavyo William Samoei Ruto atakuwa ametekeleza haya mambo yake ambayo anaendelea kuwaahidi wananchi kila uchao. Lakini kwa sasa hivi watazamaji wangu, habari ambazo zinaendelea kuwakwaza vijana wa Gen Z ni vile ambavyo William Samoei Ruto anaendelea kurecycle viongozi. Anamtoa kiongozi ambaye alishindwa na kufanya kazi katika wizara fulani na baada ya siku kadhaa unaona amemrudisha tena kwenye uongozi.
ili hali kuna watu ambao wamequalify, watu ambao wako na stakabadhi, watu ambao ni young wanaweza kuingia kwenye zile nafasi na kufanya kazi. Lakini zile sura ambazo tunaziona kwenye uongozi sasa hivi ni zile tu sura za kawaida ambazo zimekuwa kwenye ulingo wa kisiasa miaka nenda miaka rudi. Tunapoelekea mwaka wa 2027, watazamaji wangu, vijana wa Gen Z wako tayari kubadilisha uongozi hapa nchini Kenya. Wanataka kuleta sura mpya, wanataka kuleta viongozi ambao sio wazee, wanataka kuleta viongozi ambao hawajakuwa ndani ya serikali. Wanataka uongozi tofauti, kinyume na ule ambao tumekuwa tukiushuhudia. Watazamaji, kuna hizi habari ambazo zimechapishwa kwenye gazeti siku ya leo kuhusiana na mpango wa vijana wa Gen Z kukabiliana na William Samoei Ruto kumng'atua mamlakani ifikapo mwaka wa 2027. Our country is bleeding. Our people are suffocating under the weight of corruption, debt, joblessness and hopelessness. We are here to say that the youth are not just the future. We are the now. Watazamaji, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa waziri wa usalama wa mambo ya ndani sasa hivi ambaye ni Kipchumba Murkomen, na mmoja ya viongozi ambao wamekuwa wakibadilishwa kutoka kwa wizara moja kupelekwa kwa wizara nyingine, kwa sababu chanzo cha wao kutolewa katika wizara moja ni kwamba hawajakuwa wakiperform vizuri na hawajakuwa wakifanya kazi vizuri. Lakini unaona wanatolewa pale, wanapelekwa kwenye wizara nyingine, na hata wengine ambao wamewekwa katika hizi wizara za serikali ya Kenya Kwanza hawajasomea yale mambo ambayo wanajihusisha nayo, kama ni mambo ya afya, kama ni mambo ya ulinzi, kama ni mambo ya elimu, mambo ya biashara. Unapata ya kwamba wale ambao wanahusika katika hizo wizara ni wale tu marafiki wa William Samoei Ruto, bila kuulizwa maswali kama uko na ujuzi wowote kuhusiana na hii wizara ambayo unaifanyia kazi. Hebu usikizeni ujumbe kutoka kwa Kipchumba Murkomen, watazamaji, alafu tutaendelea. Lakini kwanza watazamaji, kabla sijawekea hii video, ningependa kuwaomba mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Most of the young people who are writing hateful messages kwa social media, most of them are struggling with mental health, which has been caused by abuse of drugs and abuse of alcohol. Sometimes we mtu mkubwa mzima unang'ang'ana, unatafuta hiyo mtu kwa social media, unasema amenitusi, only to go and find this is a extremely destroyed young person. Hata atoki nyumba, ako tu nyumba na simu yake, akitusi leo nani, akiona nani ana trend, akiona nini. We are struggling with mental health which is occasioned by drugs and alcohol. Umejiwachilia kusema Gen Z tu wanataka kuongea, waje Gen Z waseme vile wanataka, waje wafanye vile wanataka. Hakuna kitu dunia hii. Freedom without control is dangerous for our society and for our children. Let us go back to our homes and talk to our children. Let us go. Kama wewe umekuja kanisa hapa, hakuna maana ya Ukristo yako ya Jumapili kama wewe hauna Bible study na watoto yako kwa nyumba yako, na muombi kwa nyumba na uongeleshe watoto yako. Na watazamaji, tunapoelekea kwenye ule uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027, sidhani kama itakuwa ni rahisi kwa hawa vijana wa Gen Z kukubali kumpigia William Samoei Ruto na kumrudisha tena kwenye uongozi kwa miaka mingine 5 ijayo. Yale mambo ambayo William Samoei Ruto anawafanyia Wakenya sasa hivi na zile promises ambazo anaendelea kuwapatia yanawafanya wananchi waendelee kujiondoa kwa serikali yake, waendelee kuchukia serikali yake, kwa sababu wanaona William Samoei Ruto ajali maslahi yao na anajikokota kutimiza ahadi na promises ambazo anawapatia wananchi kila uchao mahali popote ambapo anaenda hapa nchini Kenya. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini we kama ni kijana wa Gen Z, mzee, kijana, mama, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na huu utawala wa William Samoei Ruto. Je, unaona tuko na matumaini yoyote ya kwamba William Samoei Ruto atabadilisha uongozi wake kabla ya mwaka wa 2027, ama hali tutaendelea kuishuhudia kama ilivyo? Na pia watazamaji, je, mnaona gharama ya maisha iko na uwezekano wa kuteremka zaidi ya vile ambavyo ilivyo sasa hivi, ama tutaendelea kushuhudia changamoto zaidi za kiuchumi hapa nchini Kenya? Kabla sijatamatisha watazamaji, ningependa kuwakumbusha mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia vile vile muweze kulike, kushare na comment,
ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.